Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kuyarudia maneno kwa mtu. Mguu wako kuwasha sana. Kuna safari itakufikia. Kutamani kujua vingi vinavyohusu asili au mambo ya zamani. Kupenda kufanya jambo kisha ndo mshirikishe mtu. Kutumiwa pesa ulioihitaji. Kuona mti mrefu sana. Itakujulisha utafanikiwa. Nyota ya Mapacha. Mazuri mengi kuyatamani. Kuonekana unachoyo kwa kitu chako. Mtu atakufananisha na kiumbe fulani kutokana na mienendo yako. Kufuatiliwa na mtu kwenye mitandao. Rafiki yako atahitaji apate kitu kutoka kwako. Umakini wako utakusaidia kutopata hasara. Nyota ya Mizani. Kushtakiwa kwa baadhi yenu. Kuna jambo litakalokuwa linaendelea chini kwa chini mpaka kukufikia. Utajutia jambo. Utahitaji kumiliki kitu chako mwenyewe. Mwelekeo wa mtu kuuona mzuri kwako. Utakuwa unaiangalia sana picha ya mtu fulani. Mtu atakuja kwako kwa furaha ya pesa, kukubaliwa au kufanikiwa. Utaandaa kitu kizuri kwa pongezi. Kinyongo kwa mtu kutotoka haraka moyoni mwako. Nyota ya Mshale. Mambo mengi kukucheleweshea mambo ya msingi. Kukaa katika hali ya upweke na kumbukumbu za mtu. Kuna wakati utajihisi una makosa. Kunyenyekea au heshima kuwepo sana. Kupewa hongera au pongezi na mtu. Kulalamika maumivu ya kiuno. Kukaa kimya kwa muda bila kumtafuta mtu fulani. Kusita kufanya maamuzi. Kuitishiwa kikao. Kumsaidia mtu wa familia yako. Kuoteshwa kitu cha kweli. Kupata kitu cha thamani kwa baadhi yenu. Kufanikisha ulichokiahidi. Pingamizi nyingi kuondoka mbele yako na kuachiwa uhuru. Nyota ya Punda. Kupata wasiwasi wa kitu ila utafanya. Kuigizia kuumwa. Kumwomba Mungu hitaji lako likufikie kwa haraka. Kufahamu mtu ana tatizo la kiafya. Changamoto ndogo kuimaliza bila utata. Mzazi wako atakuombea sana mazuri. Hutohitaji kuukalia kimya ujinga wenye madhara. Kuaminiwa kusimamia kitu. Katika kazi kutakuwa na furaha sana. Kumjua mtu anayeshindana na wewe. Nyota ya Simba. Kujua kuna heri inakaribia. Kuahidi kumfanyia mtu mambo mazuri. Utajitoa kwa kitu ulichobarikiwa kwa jambo fulani. Kuna muda unaweza kujihisi upo peke yako kutokana hakuna wa kushirikiana naye. Lakini unapata wepesi na bahati. Kujua kitu kitakachokuliza. Kukumbukia msiba wa mtu muhimu kwako. Nyota ya Mbuzi. Unyonge uliokuwa nao utatoweka. Utapatiwa taarifa ya watu kupatana. Kukosa kitu lakini hutokuwa na wasiwasi. Utapokea ujumbe kutoka kazini. Hautohitaji mtu fulani ajue mapito unayoyapitia. Kusumbuliwa na mahusiano kwa baadhi yenu. Nyota ya Mashuke. Kwa sasa utajua mengi yasiyofaa au kutokuwa na umuhimu kwako. Kusuasua kumpigia mtu. Kujitahidi kufuta kumbukumbu za mtu uliyempenda na akakuacha. Wema wako kuishi ndani ya mioyo ya watu. Na watu watafanya hisani kwako. Kuiona siku imejirudia kwa matukio na hali halisi. Nyota ya Ng'ombe. Mambo mapya kuingia maishani mwako. Unachokitamani kimeandikwa na muda mwafaka kitatendeka. Mtu atasitisha kukutana na wewe. Kuukumbatia upendo wa kinafiki. Moyo wako una mengi ya kuzungumza ila utatulia tu. Kutotaka usumbufu. Mtu ataijua janja yako au kisingizio chako. Nyota ya Nge. Kuna mtu atakuwa mbishi kwako. Ukemea jambo baya lisiweze kutokea. Kuna uoga utakuingia kidogo wenye kukutisha. Mambo yako utahisi yanabadilika taratibu. Kuimarisha upendo wako kwa mtu.
Nyota ya Kaa. Kutopenda kulazimisha kitu. Maisha yako kuishi kiuhalisia na kufanya mtu asiwe na mashaka na wewe. Utakuwa muwazi wa jambo. Kuipenda furaha na amani kuliko mambo mengine. Kuikataa hali ya huzuni. Nyota ya Samaki. Huruma yako kukuponza. Kufanya kitu bila kufikiria nini kitatokea. Maneno ya watu yatakuchanganya akili. Hutoelewa ufanye kipi kwa mara moja. Kuna mtu utahisi kakutenga kabisa. Mtu anafikiria kukuambia jambo. Kuna jambo baya litakalo kuepuka. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.